Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi Mhandisi Zeina Ahmed Said amesema serikali ina lengo la kuifungua Pemba kiuchumi na uwekezaji na kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji wa visiwa hivyo. Amezungumza hayo wakati akipokea matembezi ya kilomita 2.1 ambayo ni shamra kuelekea kilele cha kongamano ya uwekezaji visiwani Pemba. Amewataka wananchi wa visiwa hivyo kutumia vizuri fursa hiyo kwa kushiriki na kuweza kupata uelewa pamoja na uwezo wa kuwekeza katika miradi ya maendeleo. Wananchi wanakaribishwa waje, watapata elimu mbalimbali, lakini mbali ya hivyo ZIPA imepanga kufanya kila mkoa elimu kwa wananchi wa Zanzibar kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Watajua na wenyewe kama wana maeneo yao ya ardhi wanaweza wakashirikiana vipi na wawekezaji wanaokuja, lakini uwekezaji wa nje unaokuja na wenyewe wanaweza wakafaidika vipi. Kwa hiyo itaanza mwezi wa 9 hapa Micheweni, lakini na mikoa mingine itafuata. Kila baada ya miezi mitatu watakuwa wanafanya. Kutakuwa na wanasheria ambao watakuwa wanaelimisha watu. Lakini kwa leo ndani ya eneo hili la Micheweni kama mnavyoona kuna mabanda kadhaa ambao kuna masuala ya afya yatatolewa, lakini kuna utoaji na uchangiaji wa damu. Kwa hiyo nawahamasisha wananchi wa Pemba wapate kutumia fursa hii kuja kupima afya zao, lakini kama wakikutwa na matatizo ambayo yanahitaji kupata rufaa watapelekwa sehemu husika ikiwemo kupelekwa Unguja. Kiujumla ni waombe kwa kweli wana Pemba. Kauli mbiu hii ni wakati wa Pemba, kwa kweli ina lengo la kuifungua Pemba. Kwa hiyo na sisi tushiriki katika kuhakikisha kwamba tunafaidika na masuala ya uwekezaji ambayo yanakuja hapa Pemba. Hili kongamano ni moja ya mikakati ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA katika kuifungua Pemba. Kama mnavyofahamu maeneo ya namna hii yanawekezwa kuweka mazingira yaliyo mazuri kwa wawekezaji, lakini pia na sheria yetu tuliifanyia marekebisho kuhakikisha kwamba inavutia wawekezaji. Kumewekwa vivutio mbalimbali ikiwemo vingine ambavyo ni bora zaidi kwa upande wa Pemba ili kuhakikisha kwamba na yenyewe Pemba inafunguka. Kama tunavyofahamu pia serikali inawekeza katika kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Pemba. Yaani utakuwa sasa wa kimataifa ambao utaruhusu ndege kubwa kuweza kuja. Hii yote ni katika kuifungua Pemba na kuhakikisha kwamba na Pemba na yenyewe maendeleo yanapigwa haraka na kunyanyua Zanzibar kwa ujumla kuhusiana na uwekezaji huu ambao tunataka sasa sio ufaidishe tu wawekezaji wa nje lakini pia wawekezaji wa ndani. Naye mkurugenzi mtendaji mamlaka ya uwekezaji ZIPA Saleh Saad Mohamed amesema serikali itahakikisha Pemba inafunguka kiuchumi katika sekta ya uwekezaji ili wananchi kunufaika na uwekezaji huo. Kwa mwaka 2020-2025 mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA na serikali ya mapinduzi Zanzibar imejipanga kwa makusudi kwa dhati kuhakikisha kwamba inaifungua Pemba kama ikiwa ni sehemu ya visiwa vya Zanzibar katika masuala mazima ya uwekezaji. Na katika kuhakikisha hilo linafanyika, serikali imeamua kwa makusudi kufanya tamasha la kwanza kubwa la uwekezaji Zanzibar ndani ya visiwa vya Pemba katika eneo la maeneo ya uwekezaji Micheweni Pemba, eneo ambalo lina ukubwa zaidi ya hekta 800.8, eneo ambalo tayari limeshaanza kupokea wawekezaji, lakini eneo ambalo serikali wamewekeza zaidi katika kuweka miundombinu. Tayari kuna barabara ya zaidi ya kilomita 13.5 hapa imeshajengwa. Tayari kuna master plan ambayo inaonyesha maeneo ya uwekezaji, lakini tayari wenzetu wa ZECO wameshaleta miundombinu ya umeme, wenzetu wa ZICTIA wameshaleta miundombinu ya interneti, lakini wenzetu wa maji wameshaleta miundombinu katika eneo hili miundombinu. Tamasha hilo linatarajiwa kufanyika kesho tarehe 16 mwezi wa 6 2025 na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambalo limeambatana na huduma za afya. Nikiripoti kutoka visiwa vya Pemba ni mimi Rayyan Hamadi. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.